kumjua Mungu wa kweli, na baada ya kumjua, kumpenda kwa moyo wote, kwa roho yote, nguvu zote na akili zote. La tatu, kumtumikia katika ndugu zetu. Ndio hizo njia, lakini lengo ni moja tu, watu wafike mbinguni. Kumjua Mungu, kumpenda, kumtumikia katika ndugu zao. Na hapo ndipo maaskofu wamesema katika kuwatumikia ndugu zetu ndio kutenda mema menyewe. Na mema menyewe yako mengi, maelfu na maelfu. Kifupi cha mema ambayo tunapaswa kutenda ni yale ambayo sisi tungependa tutendewe na wenzetu, na kinyume chake ni kweli kama mabaya ambayo Mungu hataki ni yale ambayo sisi wenyewe tusingependa tutendewe. Basi rahisi, ndio ujumbe hasa wa maaskofu. Kwa hiyo wamesema hivi, mbingu kwa kweli ipo, na yule ambaye hataacha kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia ataikosa hiyo mbingu, na akikosa malaki anakwenda jehanamu. Na sababu za kwenda jehanamu zipo. Ya kwanza ni kujidekeza mwili wako, unakubali unachotaka tu mwili wako, mahitaji ya mwili unayakubali tu, matamanio ya mwili unayakubali tu. Na ni rahisi zaidi kwa sababu kwa dhambi ya asili aliyoifanya, dhambi ya Adamu na Eva ambayo inaitwa dhambi ya asili, kila mwanadamu anaelekea kutenda maovu. Kwa hiyo adui wa kwanza kabisa wa kufika mbinguni ni miili yetu sisi wenyewe. Ndio lazima kuifundisha adabu, kuitisha, kama Mtume Paulo anavyosema, tesa miili yetu, kwa sababu ndio adui aliye ndani yetu kabisa, kikulacho kingoni mwako, maelekeo mabaya, tamaa mbaya. Ndio huyo adui wa kwanza kabisa anayetupeleka motoni na kutunyima furaha za milele mbinguni. Kitu kingine ambacho kitatunyima mbingu, ambayo ni kusudi la kuumbwa kwetu, mifano mibaya, wamesema maaskofu. Kwa unaweza kujikuta katika jamii ambayo mabaya yanaitwa mema, giza inaitwa nuru, uchafu unaitwa usafi. Watu wamekufuka kabisa, wakakataa kabisa maneno ya Mungu, wakaweka yafao. Hata katika jamii yetu mifano mibaya ipo ya mingi sana, kwamba wizi unaitwa kusogeza au ujanja, hali ya maisha. Kutokosa uaminifu katika ndoa inaitwa kuchepuka. Neno la Mungu halina maana kabisa, ni kutafuta maneno yetu ambayo yatadailuti kabisa, tatia maji uzito wa dhambi mpaka watu wasiogope kutenda dhambi. Anayekaa na mwanamke bila ndoa anasema nina mke. Katika hali watu wakufuka kabisa, na hiki ni kitu kibaya mno, kuita haramu halali. Unawapotosha watu wasione nuru ya Kristo. Ndio maana Yesu kwa kuwapenda wale ambao imani yao ni dhaifu aliapiza, akasema mtu anayemkosesha mmoja hao ndugu wadogo, ingefaa afungiwe jiwe kubwa la kusagia, tupwe baharini, kuliko kuendelea kuishi akipeleka roho za watu motoni. Lakini pamoja na changamoto hizo za kuonyeshwa mifano mbaya, inabidi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tuendelee kutenda mema na kukataa maovu. Ndio ujumbe uliokuwa unasema. Roho Mtakatifu yupo, ana nguvu kuliko udhaifu wetu, ana uwezo kuliko mifano mibaya inayotuzunguka. Kwa hiyo kama tukiangamia, tusipoweza kufika mbinguni, basi hakuna wa kumlaumu, kwa sababu tunaye mmoja anayetuwezesha
kuyashinda hayo majaribu na kushinda hata ya nje, ndani yetu na nje yetu. Yupo Roho Mtakatifu, hakuna wa kulaumiwa, ni sisi wenyewe. Labda tukumbushane kwamba haya yanayosema juu ya jehanamu na moto wa milele ni kweli. Bikira Maria alipowatokea watoto wa Fatima, mnakumbuka aliwaambiaje wale watoto? Niambia, nimetoka mbinguni, nimetumwa na Bwana Yesu kuja kuwaonya watu watende mema, waache dhambi, kwa sababu roho nyingi sana zinapotoshwa na kuingia jehanamu. Sasa jehanamu kunafananaje? Ndipo Bikira Maria akaamuru azipasuke, pawe na shimo, watoto wachungulie waone jehanamu inafanyaje. Wakachungulia mle, kuna moto mkali hujapata kuona, kama wa makaa ya mawe unatokota. Alafu humo kuna roho za wakosefu nyeusi kupindukia, lakini zimevaa maumbo ya watu, wanalia makelele kwa sababu ya moto ule unavyoumiza. Watoto wale wakasema, Mama Bikira Maria, wafungulie wanadamu wote maana ya jehanamu kama ulivyotuonyesha sisi, watatubu wakatende mema. Bikira Maria naye akasema kama Yesu alivyotoka kwenye mfano wa tajiri na Lazaro. Wapo wahubiri, wapo mapadri, wapo maaskofu, wanaendelea kuhubiri waache mabaya watende mema. Hata ungewaonyesha moto huu, hawatatubu. Kwa hiyo kinachotakiwa sio miujiza ya kuonekana, lakini imani katika neno la Mungu ndio tunalotuokoa. Hatuokolewi kwa miujiza na maajabu yaonekana, ni nguvu ya neno la Mungu katika Roho Mtakatifu. Kama hilo linapuuziwa, basi wataokoka watu kwa mazingaombwe, na hii si sawa. Basi wale watoto wakamuuliza Mama Bikira Maria, sasa Bwana, kuna ndugu zetu, rafiki zetu kwa nao hapa tunasali pamoja, mmoja anaitwa Maria, yuko mbinguni au motoni? Mama Bikira Maria akatabasamu kabisa akasema, Maria yuko mbinguni, tunaye. Baada ya kutiisha mwili wake na kukataa mifano mibaya, sasa anakunywa maji kwenye kikombe safi, maji baridi. Wakafurahi sana. Wakauliza, na rafiki yetu Amelia? Mama Bikira Maria akabadilika kabisa uso, akajikunja kwa huzuni. Nasema, nasikitika wanangu kuambia kwamba Amelia yuko toharani. Na toharani ni wapi? Ni kwenye moto kama huu ndio uona, ila tofauti ni kwamba baada ya muda wale watu harani watatoka waende mbinguni. Hiyo nzuri. Sasa Amelia atatoka lini? Mama Bikira Maria akabadilika tena uso kwa huzuni, sema, nasikitika wanangu kuambia kwamba Amelia atalazimika kukaa toharani mpaka mwisho wa dunia. Wakalia sana wale watoto, kalia sana. Nasema, kwa nini? Mbona tunasali kuombea marehemu, mbona sasa anakaa huko mpaka mwisho wa dunia? Bikira Maria akasema hivi, wapo watu ambao hata baada ya kufa huwa wanaendelea kutenda dhambi. Amekufa lakini anatenda dhambi. Sasa huyo atamaliza adhabu lini? Sasa atamaliza adhabu siku ambapo hataweza kutenda dhambi. Wakauliza, sasa mtu amekufa anatendaje dhambi tena? Mama akamwambia hivi, watu hutenda dhambi baada ya kufa katika nafsi za watu waliowapotosha, waliowafundisha kwamba haramu ni halali kwa mfano wa maisha yao. Kwa hiyo hata akifa, waliobaki huku nyuma wanaendelea kufanya alichofanya yeye ambacho ni haramu. Kwa hiyo
katika nafsi zao, huyu aliyowafundisha hivyo anaendelea kutenda dhambi. Hawa aliyowakosesha wataacha kutenda dhambi lini? Siku ya Kiyama, ambapo Mungu atauangamiza ulimwengu wote na waovu wote. Hakuna tena atakayendelea kutenda dhambi. Ndio mwisho wa adhabu ya wale waliokufa wakiacha mfano mbaya kabisa. Watu wanafuata, hawaachi kutenda dhambi hata wakifa. Wale wanaotenda mema, yale mema huwainua kila wakati. Hata baada ya kufa wanaendelea kutenda mema katika nafsi za watu waliowaongoza kutenda mema. Wanazidi kung'ara huko mbinguni, wanapata kuvipa mataji kwa kazi njema ambazo wameziacha, watu wakafuata, wanazidi kutukuka. Ndio maana tumehimizwa tutende mema, tuache mabaya. Watu zangu, tafakari hayo. Ila kama mmoja ana ujasiri wa kusema kwamba haogopi hayo yanayosema, wala hatamani hayo mazuri yanayosema, ana uhuru wa kufanya anavyotaka. Akaita haramu halali, giza nuru, na nuru giza. Ila Mungu anasema pole wapi mtu huyo katika Isaya 5:20, pole wao wanaobadilisha maovu wanaita mema, mema wanasema ni mabaya, uchafu wanasema ni usafi, na usafi wanasema ni ujinga. Lakini heri yao wanaosimama katika neno. Ndiyo kwa Mungu ni ndiyo, hapana kwa maovu ni hapana. Ndio lengo hasa la ujumbe wa Kwaresima. Tusimame, tuendelee kutenda mema bila kuchoka, ili tupate thawabu mbinguni. Ndio hicho kinasemwa. Motisho ni kufika kwenye furaha za milele. Tujifunze kutamani hilo, lituvutie na litie nguvu ya kutoa sadaka chochote kile mpaka nipate heri za milele. Maana ndio motisha. Kama huo haupo, hatuna nguvu ya kutenda mema. Ndugu zangu, lazima waka moto wa kupenda kumwona Mungu, wa kupenda kuishi na watakatifu. Hii ni nguvu ya ajabu inaweza kushinda hata udhaifu wetu wa mwili, inaweza hata kushinda mifano mibaya yote tunayoiona. Basi kwa amesema motisha, bandari, fika mbinguni.